Urusi inasema kwamba inataka amani wakati wote, lakini ili amani ipatikane ni lazima Ukraine iache kucheza kamari na wakala wake wa magharibi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msaidizi wa Putin Vladimir Medinsky, amesisitiza kwamba makubaliano yanayokubalika kati ya Urusi na Ukraine yanaweza kufikiwa haraka ikiwa upande wa Ukraine ungetanguliza maslahi ya kitaifa badala ya mwongozo kutoka kwa mataifa ya magharibi ambayo wakati wote yamekuwa yakiacha Ukraine ikiendelea kuumizwa. Urusi itaendelea kufanya mashambulizi mazito ndani ya Ukraine ikiwa Volodymyr Zelensky ataendelea kuwasikiliza watu wa magharibi na ikiwa hayuko tayari kwa ajili ya kuhakikisha amani ya watu wa Ukraine inakuwepo. Urusi inataka amani, lakini ikiwa Ukraine itaendelea kuongozwa na maslahi ya mataifa mengine, basi tutalazimika kuendelea kuishambulia. Msaidizi huyo wa rais wa Urusi Vladimir Medinsky aliliambia shirika la habari la Wall Street Journal la nchini Marekani. Vita vya muda mrefu na Urusi vinaishia katika kushindwa kuepukika kwa kutokana na maadui zake, alionya mpatanishi huyo mkuu katika mazungumzo ya amani na Ukraine, akitoa mfano wa vita vya miaka 21 na Uswidi katika karne ya 18. Alisisitiza kwamba makosa ya nchi za magharibi ni kwamba inauona mzozo wa Ukraine kama kitu sawa na ule wakati ya Uingereza na Ufaransa, nchi mbili zenye historia na tamaduni za tofauti. Na Ukraine ni pambano kati ya mataifa mawili yenye lugha na utamaduni mmoja ambayo kimsingi yanatazamiwa kuwa washirika wa karibu. Hii ni kama mzozo kati ya ndugu wawili, mmoja mkubwa na mwingine mdogo. Kuhusu nani mwenye akili zaidi ni muhimu zaidi. Lakini akasema na kuongeza kwamba huzuni ya mgogoro huu unazidisha tofauti zetu na ndio sababu tunataka umalizike haraka iwezekanavyo. Tukiwa tunawashambulia wa Ukraine tunaona kama vile tunashambulia ndugu zetu, lakini ndugu zetu wanasikiliza nchi za magharibi. Wamekuwa vibaraka. Rais wao Bwana Zelensky amekuwa kibaraka wa magharibi. Anashindwa kuelewa kwamba sisi ni ndugu. Awali katika mahojiano kwenye kipindi cha The Rick Sanchez Effect, Medinsky alibaini kuwa ujumbe wa Ukraine mnamo mwaka 2022 ulionekana kuwa na uhuru zaidi na uko tayari kujihusisha. Hata hivyo, kufikia mwaka 2025 wa Ukraine walionekana kuwa na vikwazo zaidi. Alibainisha kipendekeza hii ilionyesha kuongezeka kwa ushawishi wa nje juu ya nafasi za serikali ya Zelensky. Imefikia hatua wakati huu baadhi ya wanasiasa wakongwe na waliostaafu wanasema kwamba katika kipindi hiki kuna uwezekano mkubwa Volodymyr Zelensky akaondoka madarakani ama kwa kulazimishwa ama akaamua kukimbia vita kutokana na hali ambayo imeanzishwa na Warusi. Warusi wameanzisha mashambulizi mazito katika wiki hii baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Ukraine ambayo kwa mujibu wa Urusi inadai kwamba ni mashambulizi yaliyoongozwa na watu wa magharibi, lakini mashambulizi haya sasa yanajibiwa vikali huko nchini Ukraine ambapo Urusi inatumia makombora mazito na ndege nyingi zisizokuwa na rubani kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali katika taifa hilo la Ukraine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.